Yes, bwana, rasmi michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu 2024-2025 imemalizika rasmi kama ambavyo unaona hapa. CAF Interclubs, yes, CAF Interclubs Competition 2024-2025 na bingwa kombe la shirikisho ni RS Berkane kutokea Morocco. Bingwa ligi ya mabingwa Afrika ni Pyramids kutokea Misri, finali wakicheza na Mamelodi Sundowns, huko RS Berkane wakicheza finali na Simba Sports. Sasa basi, ikumbukwe katika michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu kwa kipindi cha miaka mitano CAF imekuwa ikikusanya alama, yani wanakusanya alama kwa kipindi cha miaka mitano, inaitwa CAF 5 years ranking, na alama hizi kwa ajili ya kupata klabu bora ambayo imeperform vizuri zaidi katika kipindi cha miaka mitano. Sasa basi, hii ni story ambayo tunafanyaga mara nyingi, kwa maana jedwali linabadilika, linakuwa kama live score, inabadilika sometimes, huyu anakuwa wa kwanza, huyu anakuwa wa pili, baadaye kadri hatua zinavyozidi kwenda, kwa maana hatua ya robo finali, hatua ya nusu finali wamekuwa update, lakini msimu unapomalizika ndo linakuja jedwali rasmi, lile official kabisa la points ambazo klabu imezikusanya. Sasa basi, tunakwenda kuangalia timu zetu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga ambazo zimeshiriki michuano hii kwa kufika kuanzia hatua ya makundi. Yes, ikumbuke Young Africans walimaliza Champions League group stage katika hatua hiyo, lakini katika michuano ya kombe la shirikisho Simba walifanikiwa kufika mpaka finali. Sasa tunakwenda kuangalia mabadiliko ya msimu uliopita na msimu huu. Msimu uliopita Simba walianza michuano hii wakiwa katika nafasi ya 7 katika viwango vya soka Afrika, lakini wamepiga hatua gani? Tutakwenda kuangalia hapa. Young Africans nao walianza katika nafasi ya 13, lakini nao wamepiga hatua, wamefika wapi? Twende tukaangalia hapa kwa haraka, tukianza na msimu wa mwaka 2023-24. Timu namba 1 Afrika ilikuwa ni Al Ahly wakiwa na alama 87. Timu nafasi ya pili ni Esperance de Tunis. Timu nafasi ya 3 ni Wydad Casablanca wakiwa na alama 60. Timu nafasi ya 4 ni Sundowns Mamelodi wakiwa na alama 54. Timu nafasi ya 5 ni Club Zamalek wakiwa na 48. Timu nafasi ya 6 ni RS Berkane wakiwa na alama 42. Timu nafasi ya 7 ni Simba Sports wakiwa na alama 39. Timu nafasi ya 8 ni Petro Atletico wakiwa na alama 39. Timu nafasi ya 9 TP Mazembe wakiwa 38, na timu nafasi ya 10 ni CR Belouizdad wakiwa na alama 37. Kwa hiyo hii ndio top 10 ya msimu uliopita. Sasa basi, Young Africans anakaa hapa. Young Africans wenyewe walikuwa katika nafasi ya 13 wakiwa na alama 31 kibindoni. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa msimu uliopita wa michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu, ambao ndio umetumika kuingilia katika msimu huu wa 2024-2025. Sasa basi, baada ya michuano kuchezwa msimu huu, ikumbukwe hii CAF kwa ngazi ya klabu kwenye 5 years ranking, yani viwango vinavyopangwa kwa kipindi cha miaka mitano, vyenyewe vinazidishwa, yani namba ambayo unaipata kwa msimu husika inazidishwa mara 5 kwa msimu husika, na ukirudi nyuma yake msimu uliopita inazidishwa mara 4, na ukirudi nyuma yake inazidishwa mara 3, nyuma yake tena mara 2, mpaka nyuma yake tena kwa maana ya mara 1. Hiyo nadhani ni darasa ambalo linaeleweka na tumeshalielekeza sana hapa. Sasa basi, ukienda kuangalia hizi alama ambazo wamezikusanya na hizi klabu, kuna mabadiliko ambayo yamepatikana kwa msimu huu wa 2024-2025 wa mashindano. Hapa kuna timu zimesogea, kuna timu zimeshuka. Twende tukaangalie kwa msimu huu wa 2024-2025, na matokeo haya yatakuwa yana faida kwa msimu unaokuja, kwa maana ya 2025-2026. Twende tukaangalie. Okay, nafasi ya kwanza wameng'ang'ania Ahly. Yes, wameng'ang'ania Ahly wakiwa na alama 78. Yes, lakini ukiangalia alama unaona alama zimedrop kwa sababu
msimu huu kuna alama zimepotea, kwa maana msimu huu ni msimu mwingine wa 2024-2025. Maana yake kuna msimu wa nyuma kuna alama amezipoteza, na ikumbukwe msimu huu hawakuwa mabingwa na wala hawakucheza fainali. Lakini nafasi ya pili kwa ubora barani Afrika ni Mamelodi Sundowns wakiwa na alama 62 kutoka Afrika Kusini. Hawa wamekusanya alama 62 kwa msimu huu. Hizi hazihusiani na hizi ni takwimu za msimu huu. Kwa hiyo nafasi ya pili wako Mamelodi Sundowns. Nafasi ya tatu kwenye viwango vya ubora Afrika wapo Esperance de Tunis wakiwa na alama 57. Yes, kutoka Tunisia, miamba hii ya soka. Na nafasi ya 4 wapo RS Berkane wakiwa na alama 52 kutoka Morocco. Hawa ni mabingwa wa kombe la shirikisho msimu huu. Nafasi ya 5 yupo mnyama Simba Sports Club ya Tanzania ikiwa na alama 48. Naam, msimu bora kabisa huu. Lakini katika nafasi ya 6 wapo Pyramids ya Misri, ikiwa hao ndo mabingwa wa ligi ya mabingwa Afrika kwa msimu huu wakiwa na alama 47. Nafasi ya 7 wapo Zamalek wakiwa na alama 42. Yes. Nafasi ya 8 wapo Wydad Casablanca wakiwa na alama 39. Nafasi ya 9 wapo USM Alger wakiwa na alama 37. Yes, hao ni USM Alger. Nafasi ya 10 wapo CR Belouizdad wakiwa na alama 36. Kwa hiyo hii ndio top 10 ya msimu huu wa 2024-2025 na alama ambazo wamezikusanya kwa kipindi cha miaka 5 ya mwisho. Miaka 5 ya mwisho hii maana yake kuna msimu ulihesabiwa ambao baada ya kuja miaka 5 hii ule msimu umeondoka. Kuna msimu mmoja ulikuwepo hapa, msimu ule ndani ya hapa umeondoka. Kwa hiyo hizi ni alama nyingine. Nafasi hizi, hii ndio top 10 ambayo tupo nayo so far katika michuano hii ya CAF kwa ngazi ya klabu. Lakini nafasi ya 11 ndo wanapatikana wananchi Yanga Afrika wakiwa na alama 34. Kwa hiyo huu ndio msimamo uliopo mpaka sasa. Young Africans wamesogea mpaka katika nafasi ya 11 kutoka nafasi ya 13 msimu uliopita, na Simba Sports wamesogea mpaka nafasi ya 5 kutoka nafasi ya 7 katika msimu uliopita. Kwa hiyo hili ndio jedwali letu ambalo tunalo kwa season hii mpaka wakati huu tunapozungumza. Kwa hiyo kila mmoja amepambana kwa namna yake kuhakikisha anafika hapa walipo. Lakini Pyramids ndio bingwa mpya, RS Berkane ni bingwa mara 3 katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika.